Williams, mambo vipi? Bwana, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Wanasema mwaka wa neema, hata ukipanda mawe unavuna mpunga blaza. Mwaka wa neema, hata ukipanda mawe unavuna mpunga. Ni mwaka wa neema kwa Simba? Ni mwaka wa neema kwa Simba Sport Club. Ndio tunategemea kwenda kuvuna mpunga na tumepanda mawe. Mmepanda mawe, mnategemea kuvuna mpunga. Kwa sababu ni mwaka wa neema. Ukiwa na maana gani? Nikiwa na maana kwamba yajayo kwa Simba Sport Club yanafurahisha. Tunaiona Simba kila mechi namna ambavyo inacheza. Kwanza sisi tuliamini msimu tumefeli, hasa kwenye mashindano ya kimataifa. Tukaamini nguvu kubwa tuzilete ligi kuu. Kwa hiyo nguvu ambazo tumezileta huko ligi kuu, unaangalia Simba kila mechi namna ambavyo inacheza. Ukiangalia mchezo ambao tumecheza Tanzania Prison, japokuwa pitch ilikuwa isupport mpira kutembea, lakini leo tutaishuhudia Simba inacheza vizuri sana, kwa sababu kwa kila siku Simba ninavyoiona inaenda inabadilika sana. Kwa hiyo kufika tarehe 1 tunaenda kuandika rekodi mpya. Hauna hofu yoyote kulingana na mpinzani wako ambao unaenda kukutana naye tarehe 1 hiyo ya mwezi wa 3? Ameshinda kwa kishindo kikubwa kwenye mchezo wake wa nyuma dhidi ya JKT Tanzania bao 5. Inatia uoga na inatia hofu, lakini hofu ni adui nambari 1 kwenye vita yoyote. Yani Yanga wana tabia ya kumtisha mpinzani ambao wanaenda kupigana, lakini mtu ambaye wanamtisha wakumbuke kwamba hana uoga, kwa sababu sisi Yanga alishakutufunga zaidi ya mara 6. Umenielewa? Na hayo magoli ambayo wamemfunga JKT sisi pia tulishai kufungwa. Kwa hiyo katika hapo sisi hatuna uoga wote. Sisi tunaamini matokeo ambayo Yanga ameyapata magoli mengi 5 ni kama vile mtu ambaye anapata matokeo ya goli 1 pia. Isipokuwa tu ni kwa idadi kubwa ya magoli. Pengine JKT Tanzania wamefeli kutokana na hawakumheshimu mpinzani. Kwa sababu tunaamini JKT ukiachana na Simba Sport Club, timu pekee ambayo inaweza kuisimamisha Yanga ni JKT Tanzania. Ikicheza pale mechi ya Mbweni, Yanga pale akikosa kufungwa, basi anaondoka na draw alama 1. Labda akija kwenye viwanja vingine pengine Yanga anaweza akafaidika kwa matokeo ya home advantage. Lakini leo JKT Tanzania tuliamini Yanga alivyocheza kule na Namungo, namna ambavyo alicheza Yanga kiwanjani alicheza vibaya, lakini aliondoka na alama 3. Kwa hiyo tukaamini kwa JKT Tanzania na spirit iliyokuwa nayo anaweza akaenda kuwin leo au akamzuia Yanga. Lakini ikawa ndivyo sivyo, Yanga ameenda kupata magoli, tena magoli mengi sana. Kwa moja kwa moja unaona JKT namna ambavyo ameingia kwenye game hii hakwenda kumheshimu Yanga. Alikuwa anatamani kushindana na Yanga. Angeiruhusu Yanga iwe timu ya kwanza kiwanjani, angekuja kutumia ule udhaifu ambao upo kwa Yanga. Yanga sio siri kwenye eneo la katikati. Kuna udhaifu mkubwa, ndio maana unaona timu ambayo ikiwa bora sana kwenye eneo la katikati, Yanga unaweza kuwafunga kirahisi au kupitisha ile mipira, inakuwa ni rahisi. Nadhani tumeiona mechi ya Namungo ambao wamecheza Yanga ilikuwa ile mechi wanasema ndo kama nilivyokuambia mwanzo kwamba mwaka wa neema, ukipanda mawe unavuna mpunga. Yanga ile mechi ya Namungo ilitakiwa afe au ipatikane draw, lakini unaona ubora wa wachezaji wa Namungo kule mbele hawakuwa umakini tu kwenye namna ya ushambuliaji. Pengine mechi hii ilikuwa ni ngumu kwa JKT kwa sababu ulinzi wa Yanga ulikuwa unashindwa kufikika kwa ukaribu zaidi. Yani kiungo wa leo pengine alikuwa bora kidogo, JKT walikuwa hawezi kupenya kwenye safu nzima ya kiungo kuwafikia mabeki. Lakini unaona kule kwenye mechi ya Namungo Yanga alikuwa wazi sana, alikuwa anaweza kufungika. Kwa hiyo tutaenda kuonesha tarehe 1 namna gani ya kumfunga Yanga. Tutaenda kuifundisha vilabu vingine namna gani Yanga anaenda kufungwa. Sio vilabu vingine, hata vile vilabu ambavyo alicheza navyo kwenye mashindano ya kimataifa alishindwa kupata matokeo kwa Yanga. Sisi tarehe 1 tunaenda kumuonyesha. Tunajua Yanga ni timu bora kwa sasa hivi. Tunajua Yanga ndio timu ambayo imetufunga mara nyingi kwa sasa hivi, lakini rekodi pekee ambayo tunataka twende tukaiweke iwe ya tofauti, iwe inamfavor zaidi Simba. Rekodi ambayo tunataka tukaiweke sisi, tuweke rekodi na tuvunje rekodi. Kwa hiyo tunaenda kumfunga Yanga akiwa ameongoza kwanza alama 3, tunaenda kumfunga Yanga akiwa ametoka kumfunga mpinzani wake kabla ya dabi magoli 5. Sisi tunaenda kumfunga na kuchukua alama 3. Tunajua alama 3 hizo zina umuhimu sana. Na pia huwezi kuwa bingwa wa ligi hii bila kwenda kumfunga Yanga. Yaani kizingiticho huwezi kukiruka. Lazima kwanza ukachukue alama 3 kwa Yanga ndio uende kuwa bingwa. Kwa hiyo sisi tunajua na wachezaji wanajua madeni ambao wako nayo kwa sisi mashabiki. Issue ya kwanza ni kwenda kumfunga Yanga. Tena kwa mashabiki kwa mfano kama mimi, kabla ya kuanza huo ubingwa, tunaamini kwenye ubingwa ni mbali sana. Tumfunge kwanza Yanga. Yaani tunatamani sisi kumfunga Yanga kuliko hata kuchukua ndoo. Kumfunga Yanga kuliko kuchukua hata tournament yenyewe. Yaani tunatamani kwanza tukamfunge Yanga kwanza kabla ya kwenda kuiwaza hiyo ndoo, kwa sababu ndoo iko mbali. Kuna mchezo wa kuangusha, unaweza ukaokota alama ukaja ukaangusha, unaweza ukadraw, unaweza ukawin, unaweza ukafungwa tena huko mbele, lakini issue kubwa ni kwenda kumfunga Yanga. Kwanza ni muda mwingi hatujamfunga, ametufunga zaidi ya mara 6. Hata ile radha ya dabi sasa inapungua. Moja kwa moja inaonekana dabi ni ya upande mmoja, ni kama MTV umeegama au kiwanja unakiona kiko hivi.
moja kwa moja goli letu linaonekana kama linapokea magoli mengi. Kwa hiyo hata dabi imepoteza mvuto. Ili kusudi tuifanye dabi iwe na mvuto, tukamfunge Yanga. Na kumfunga wachezaji tuko nao. Kama nilivyokuambia mwanzo, dirisha hili la usajili sisi tumesajili wachezaji wenye quality. Mimi huyo Anicet Yaura mpaka mimi mwenyewe shabiki wa Simba namuogopa. Yaani namuhofia Anicet Yaura. Yaani atamkaba. Zamani ilikuwa ni Simba uweze kuchukua alama 3 bila kumkaba Mpanzu. Sasa hivi kwenye dirisha hili kaka, kuna wachezaji watatu wamekuja ambao wachezaji moja kwa moja wameingia kwenye kosi la kwanza. Kuna yule Loemba, kuna Ribas Gwe, kuna Anicet Yaura, wachezaji watatu. Pale mbele yule naye pia kuna vitu anavionyesha akiwa safu ya ulinzi. Pale mbele pale kuna mwalimu Maria kutoka hapa kwetu hapa. Na kukumbusha mechi hiyo Kaisedo atakuwa amerudi kwenye dimba lake la kati, Alassane Kante. Kaka huyu kiungo angekutaka kipindi kile nzangu nacheza, anakuta msimu namaliza na goli 200. Kwa kaka kuna kitu kikubwa sana ambacho kinaenda kutokea kwenye dabi hiyo, japokuwa watu wengi wanaipa Yanga sana, Yanga inacheza vizuri Yanga, lakini mimi na kupa uhakika kabisa matokeo yanaenda kutubeba Simba Sport Club siku hiyo, siku ya tarehe 1. Tarehe 1 mechi imeipeleka Guantanamo, ndio eneo ambalo Yanga wanawinda vizuri zaidi. Lakini sisi tunawaambia kwamba tunaenda kuwa nyampala pale. Sisi ndio tunakuwa tunawaamua wafungwa wafanye shughuli gani siku hiyo hapa. Sisi tunaenda kuwa manyampala Guantanamo. Yanga ukiangalia mechi ya leo kiufundi alikuwa bora sana kwenye eneo zima la katikati ya kiwanja. Na pia leo walienda wakaanza na double striker. Alianza Dube na Depu leo. Dube mimi kwa upande wangu ni striker bora kwa upande wa Yanga kutokana na Dube akicheza anawapa option nyingi watu wa nyuma yake kwenda kufunga. Tofauti na Depu akienda kianza. Kwa hiyo mimi kama ningekuwa naenda na mfumo wa double wa striker mmoja, nenda kuanza na Dube. Na Dube leo hii ameonekana bora, Dube alikuwa anatokea pembeni. Umeelewa Coach alimweka pembeni, Depu akamwacha katikati akaenda. Na Depu so striker ambaye ataenda kwenye lango akaliona mara 3 asikwazibu. Kwa hiyo Depu alikuwa bora, Dube na yeye leo ni siku nzuri kazini ameamka. Kwa hiyo unaenda kuona wameenda kuwini. Yule Buba Jemeni ameenda kutoa pasi nzuri pia naye. Kwa hiyo Yanga na namna ambavyo wamecheza na JKT Tanzania wamecheza vizuri. Lakini usitegemee quality ambao wamecheza Yanga leo wakaenda kucheza na Simba. Game plan inatofautiana. Quality, game plan na uwajibikaji kiwanjani execution vinaenda kubadilika. Kwa hiyo kwenye mechi hiyo Yanga anaweza akaja na vitu vyote vitatu, Simba akiwa na vitu viwili anaenda nafungwa. Yanga anaweza akaja na vitu vyote vitatu, Simba akawa na kitu kimoja anaenda nafungwa. Kitu ambacho kwa Yanga kinachomzidi Simba ni kitu kimoja tu, mimi ambacho nakiona. Ni uwajibikaji kiwanjani kwenda kutimiza yale majukumu. Unaona kiungo anakaba hapa. Ameanguka kiungo, mpira unaenda, yule kiungo anaweka delay, anaacha beki atakaba. Yanga wana kile kitu sasa kwamba upambanaji. Nimeanguka hapa, anainuka, anaenda kukaba. Ndio kitu Yanga ambacho ameipita Simba Sport Club. Simba ataenda kama second team ama Yanga ndo ataingia kama second team? Sisi tunaweza tukaingia kama timu ya pili kiwanjani. Kwanza tunajua ubora wa Yanga, tunaweza tukamheshimu. Sio, nielewa Tukubali kuwa nyuma ya mpira. Tunaweza tukakubali kuwa nyuma ya mpira, lakini sisi kuna mitego yetu ambayo tumeitega. Yaani kitu pekee ambacho kitatokea Guantanamo Bay ni tokeo moja tu kaka la Simba kwenda kuwini. Hayo mengine kaka hayapo. Kitu pekee ambacho kitatokea Guantanamo ni ushindi tu. Wewe nitunzie hili siti yangu afu utakuja kuniambia. Simba anaenda kwenda kuiwini hiyo mechi kwa sababu tunajua Yanga kwanza ana hasira na sisi. Anakuja na sisi sio kimpira, anakuja kwetu kiugomvi. Unajua Yanga kama amekuja ananunua ugomvi yani, anakuja na sisi kiugomvi kwa sababu unaona anasema tulimcheka kufeli kwenye hatua ya makundi. Anasema tuna mdomo sana. Kwa sababu anakuja kwetu kivita, sisi tunaenda na mitego yetu. Kwa mimi naamini kabisa na kikosi chetu cha Simba Sport Club tunaenda kwenda kuwin mechi Zanzibar. Naam. Pacome yuko katika majeruhi na tujui atarejea ama vipi, lakini Simba ni muhimu sana kujiandaa vizuri kwa ajili ya mchezo huo na wachezaji wote kama watakuwepo. Vipi kwa upande wa Pacome Zouzoua? Ni mchezaji bora katika timu bora na yeye ndio X factor ambaye Fadlu alimkosa. Kwa upande wa Simba wajiandae vipi kwa wachezaji kama hao ambao ni hatari kwa upande wa Young Africa? Kwenye ligi kuu lazima umuongelee Pacome. Pacome ni mchezaji mzuri. Mimi pia kitu kingine ambacho nakiombea Pacome na hata Mzizi warejee. Hatutaki ukifungwa utoe sababu. Pacome akuepo, fulani alikuwa anaumwa, tunataka kikosi cha Yanga kikamilike. Ili kusudi tukaangalie mbinu za wachezaji, tukaangalie mifumo na falsafa za makocha. Zote zikiamua. Kwa hiyo ukiwa una wanajeshi wako wote, falsafa na mifumo yako ikiwa vizuri, ukienda ukifungwa, hautakuwa na kisingizio, utabidi tu waheshimu wapinzani kwamba Simba walikuwa bora na wametuzidi sehemu fulani kiwanjani. Kwa hiyo kama tukisema Pacome endelee kuumwa nini, mechi hiyo asiamke vizuri, wataanza kuleta visingizio kwenye mechi hii Pacome hakuepo, Mzizi alikuwa naumwa. Kwa mimi kwa wachezaji na waombea wote wawe salama, afya iwe salama, waswalimini ili kusudi twende tukapambane.
Chota Chama licha ya umri kuwa ni mkubwa, lakini bado anaonyesha mambo makubwa tena kwenye kikosi cha Simba Sports Club. Clatous Chota Chama ni zalio jipya ndani ya wekundu wa Msimbazi. Yule ndo anasema kwamba mkongwe, yani kuna wakati kijiji kinahitaji wazee ili kusudi mji uwe na busara. Kesi zetu za vijana hizi tuwe tunapeleka kwa mzee. Ndio maana unaona Chama ni kiungo ambaye anacheza mpira, hawezi akakupa kile kitu ambacho alikuofa miaka 4, lakini yeye anacheza mpira huko anafundisha, yani ni mchezaji ticha. Anacheza huko anatoa maelekezo, piga pale pasi, rudisha kwa kipa hivyo. Kwa hiyo yule pale tumemleta pale kama ni mchezaji ambaye anatakiwa awepo, aibebe ile falsafa ya Simba, kwa sababu umeangalia kikosi cha Simba wachezaji wengi karibia unaona ni maingizo mapya. Kwa hiyo kuna yule ambaye anaitwa ni mbeba maono, kwamba bwana falsafa ya Simba jamani haibadilikagi, Simba tunacheza hivi. Kwa hiyo yuko pale kama yule mzee kiongozi wa nidhamu kwenye kambi ya jeshi. Amecheza pia Young Africans, pengine katika mchezo huo kama atapata nafasi ya kuanza itakuwa ni rahisi sana kwa Young Africans kulingana washaka naye kwenye viwanja vya mazoezi. Itakuwa so rahisi kwa sababu tunaamini dabi ni mchezo wa ajabu sana. Wakati mwingine wale wachezaji wasioimbwa ndio wanaweza wakaenda wakawaka pale. Kwa hiyo sisi tunaamini kwenye kikosi chetu, tunamwamini pia Chama Clatous, kama atapata nafasi ataenda kucheza, na pia tunamwombea pengine aende ataka score au afanye maajabu, kwa sababu Chama ndo tangu tunamtumikia sisi Simba hajawahi kwenda kuwazuru Yanga. Kwa hiyo kitu pekee pia sisi tunaombea amke vizuri, akashirikiane na wachezaji, kama atapata nafasi ya kuassist au kama atapata nafasi ya kuscore itakuwa vizuri na itaenda kumtengenezea heshima kubwa zaidi iliyopotea. Asante sana.